Naam, karibu katika matangazo yetu ya leo asubuhi, ikiwa ni tariki 9 Juni mwaka 2029. Hizi hapa habari zetu kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan kwenye uwanja wa mapambano. Hii unayotegea sikio ni Kwetu News 24. Tunakutangazia kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Msikilizaji wa Kwetu News 24, ikiwa ndo kwanza unakuja kujiunga nasi, usikose kusubscribe channel yetu, usikose kulike na kucomment, pia usikose kushare kwa wengine ili waweze kupata habari zetu kama unavyozipata wewe. Lakini pia ukifanya hivyo utakuwa unapata habari zetu kwa wakati unaofaa. Tunapatikana kwenye mitandao ya kijamii kama vile Facebook pamoja na YouTube. Ukiandika Kwetu News 24 utakutana na habari zetu nyingi zaidi. Naam, habari zetu za leo tuanzie huko Minembwe, hususan huko Mikenge, ambako shambulio jipya la anga la huko Minembwe limetekelezwa na ndege isiyokuwa na rubani kutoka upande wa nchi ya Rwanda. Jumatatu hii ya tariki 8 Juni mwaka 2026, eneo la Mikenge lililopo kwenye sekta ya Itombwe jimboni Kivu ya Kusini limevamiwa na shambulizi la anga mchana. Kwa mujibu wa vyanzo kadhaa vya ndani, mashahidi wanasema kuwa shambulizi hilo linatokana na drone ya kijeshi ya ulinzi ya Rwanda RDF. Mikenge kwa sasa iko chini ya ulinzi wa jeshi la DRC FARDC na ni eneo lenye watu wengi zaidi. Madai ya awali bado hayajathibitishwa na vyombo vya kutoa habari vya FARDC. Vifo vingi vya raia, idadi halisi bado haijajulikana na haiwezi kwa sasa kuwekwa huru na vyombo vya habari. Uharibifu mkubwa, nyumba pamoja na vitu vingine vyenye thamani vimeharibiwa huko Mikenge baada ya shambulizi hilo la ndege isiyokuwa na rubani ama drone kutoka kwa upande wa Rwanda. Utakumbuka kuwa hivi karibuni kulikuwa na mashambulizi mapya kabisa yaliyohusisha M23 pamoja na wapiganaji wa Twirwaneho, ikiwa ni pamoja na Twirwaneho kuweza kuandaa mpango wa kuweza kujisalimisha kwa vyombo vya usalama vya nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hususan FARDC pamoja na wazalendo. Kwetu News 24 tayari imetuma timu yake ya uandishi wa habari ili kufuatilia ukweli ardhini. Kwa sasa tutakuletea habari kabisa ambazo zinahusiana na shambulio hilo huko Mikenge kwenye taarifa zetu za hapo baadaye. Haya yanajiri wakati wanajeshi kadhaa wa AFC M23 wakiendelea kujisalimisha kwenye uwanja wa mapambano huko Mikenge, Minembwe pamoja na Kalingi, kwa mujibu wa administrator wa tarafa la Fizi Sami Kalonji Badibanga. Msimamizi wa tarafa la Fizi Sami Kalonji Badibanga anasema kuwa hali ya utulivu wa kiasi umeonekana katika maeneo mbalimbali ya mapambano ndani ya tarafa la Fizi pamoja na huko Mwenga. Jumatatu hii ya tariki 8 Juni mwaka 2026, Sami Kalonji Badibanga, kulingana na kiongozi huyo wa eneo hilo la Fizi, hali ya utulivu kwa sasa inaonekana katika maeneo kadhaa ya nyanda za juu za Fizi na huko Mwenga, hususan huko Rugezi, Pwezero na Mikenge, baada ya kipindi kilichoshuhudiwa mvutano wa kiusalama. Upande wa operesheni za kijeshi, jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC kwa ushirikiano na wapiganaji wa wazalendo limeendelea kusonga mbele kuelekea Minembwe Center. Msimamizi wa tarafa la Fizi Sami Kalonji Badibanga amesema kuwa wapiganaji kadhaa wanaohusishwa na makundi yenye silaha mkiwemo Red Tabara na Twirwaneho wanaendelea kujisalimisha kila siku kwa FARDC pamoja na wapiganaji wa wazalendo. Wapiganaji hao wanakabidhi silaha zao kwa hiari na kuomba ulinzi wa serikali ya Kongo katika mchakato wa kujisalimisha. Mamlaka za eneo hilo zinaamini kuwa mwenendo huo unaweza kuchangia kuboresha taratibu kwa hali ya usalama katika sehemu hii ya mkoa wa Kivu ya Kusini. Katika upande mwingine, mpinzani Seth Kikuni kutoka harakati ya Sauvons la RDC
amewashambulia moja kwa moja waheshimiwa mapadri Andre Gedeon Bakundoa pamoja na Eric Senga kwa kile wanachokisema kuwa hofia na ukimya dhidi ya mipango ya kufanyiwa marekebisho katiba ya 2020 ya 2006. Seth Kikuni kasema kwa kutaja kuwa majadiliano ya amani na ya kujenga wakati wa kikao 66 cha kipekee cha SSA kuhusu mabadiliko ya katiba, kanisa la Kiprotestanti limeweka sawa uhifadhi wa demokrasia na mwendo wa udikteta. Kwa maana yake hajaridhika na msimamo huo. Mambo ya kuingilia kati kwa makanisa mbalimbali, mambo ya uongozi wa kisiasa ndani ya nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo umekosolewa mara kwa mara na watu wengi sana ndani ya nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ila mambo ya kisiasa yanaendelea kuingiliwa mara kwa mara na watu au viongozi wa kidini nchini humo. Habari nyingine ambazo tumekusanya ni kwamba Mahakama Kuu ya kijeshi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetoa uamuzi wake katika kesi ya mauaji ya wataalamu wawili wa Umoja wa Mataifa, Michael Sharp Marekani na Zaida Catalan raia wa Sweden mwenye asili ya Chile. Waliuawa mwezi Machi mwaka 2017 wakati wakichunguza vurugu katika mkoa wa Kasai Central kufuatia uasi wa wanamgambo wa Kamwina Nsapu ambao likandamizwa na vikosi vya usalama nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mahakama ya kijeshi ambayo ilikutana katika ngazi ya rufaa iliwahukumu kifo washtakiwa 54 walioshtakiwa kwa makosa ya uhalifu wa kivita kwa mauaji ikilinganishwa na washtakiwa 49 katika mahakama ya mwanzo. Uamuzi huo unakamilisha karibu miaka 9 ya kesi za kisheria nne za mwisho zikisikilizwa Kinshasa mbele ya Mahakama Kuu ya kijeshi. Miongoni mwa waliohukumiwa ni viongozi kadhaa wa makundi ya wanamgambo wa Kamwina Nsapu waliotekeleza mauaji hayo na Kanali Jean de Dieu Mambweni, afisa katika jeshi la Kongo. Katika kesi ya awali, Kanali Mambweni alihukumiwa kifungo cha miaka 10 tu jela kutokana na ukosefu wa ushahidi. Katika rufaa, mahakama ilibainisha kwamba aliwapotosha wataalam na kuongeza adhabu yake hadi kifo. Kwa upande mwingine, Rwanda imeonya kile imesema kuwa upendeleo wa juhudi za Marekani katika upatanishi wa mgogoro wa mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kauli inayotolewa wakati huu Washington ikijaribu kuhakikisha mkataba wa amani uliotiwa saini mwaka uliopita unatekelezwa na pande zote mbili. Kauli ya Rwanda imekuja saa chache kupita baada ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio kuwasilisha ripoti kwenye bunge la Senate na kusema Kigali imeendelea kuheshimu na kutekeleza makubaliano ya Washington. Kwenye taarifa yake, waziri wa mambo ya nje wa Rwanda amesema nchi yake itaendelea kuheshimu makubaliano yaliyofanyikishwa na Marekani, lakini anasisitiza kuwa pande zote lazima ziwajibike kwa usawa. Kigali inasema mkataba wa amani uliopo hauwezi kutekelezwa kwa upendeleo na kuonya kuwa mzozo wa mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hauwezi kutatuliwa kwa kile ilichotaja kama upande mmoja. Rwanda kwenye taarifa yake imesema kuwa wakati ikiendelea kutimiza wajibu wake chini ya makubaliano yaliyotiwa saini, serikali ya DRC imeendelea kuwaunga mkono wapiganaji wa FDLR, jambo ambalo limetupiliwa mbali na Marekani. Marekani imekuwa ikiongoza juhudi za kidiplomasia kupunguza joto la mvutano kati ya Rwanda na DRC, lakini tangu kutiwa saini kwa makubaliano mwaka jana,
mapigano kati ya jeshi la Kongo pamoja na AFC M23 wanaosaidiwa na nchi ya Rwanda yanaendelea kuripotiwa maeneo kadhaa jimboni Kivu ya Kusini na jimboni Kivu ya Kaskazini. Msikilizaji wa Kwetu News 24, kwa leo tulikuwa na hayo. Ni kuombe uendelee kusikiliza Kwetu News 24 kwa ajili ya habari zaidi. Mimi sina la ziada hadi wakati mwingine. Kwa heri.